Ndugu mpendwa, ikiwa unaipenda maisha yako, hebu usiache kufungua video hii. Biblia nasema kwenye kitabu kile cha Isaya 42 mstari wa 22 kwamba watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa na kunaswa mapangoni, mashimoni. Hapana okoaye na wala hapana asemaye rejesha. Unaweza kuwa unatembea, wewe ni mzima na unasoma, lakini hatima yako imefungwa mahali. Akili yako imefungwa mahali. Tunapoongea kuhusu habari ya ulimwengu wa roho, watu wengi huwa wanaona ni maigizo. Lakini ukweli, maisha ya mtu huanzia katika ulimwengu wa roho, baadaye inakuja kutokea katika ulimwengu wa mwili. Adui anapokutafuta, ukutafuta kwanza katika ulimwengu wa roho. Anaweza kaingiza nafsi yako kwenye kitu na kanenea maneno na akakufunga. Wakati ambapo umefungwa mahali, usipopata nguvu ya kuweza kukufungua, unaweza ukabaki maskini, hauolewi, hauzai, hauendelei mpaka pale utakapofunguliwa. Na ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Waefeso 6:12 ya kwamba vita vyetu si juu ya damu na nyama, ni juu ya falme na mamlaka na mapepo na majeshi wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unaweza kuona moyo wako umefungwa mahali, hauwezi kuamua. Na Biblia inasema linda moyo wako kuliko chochote ulindacho, maana huko ndiko kutokako chemchem za uzima. Sasa we moyo wako umefungwa mahali. Kuna mwanaume amefunga moyo wako, kanaume akana mbele akana nyuma, kana kutesa, bado hauna maamuzi ya kukaacha. Kuanzia leo